بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا بحضراتكم جميعا. حلقة ya leo tutazungumzia kuhusu shirki ndani ya Qur'ani al-Karim. Na pengine utasema kwamba shirki ni jambo ambalo kwamba twalijua kila mmoja wetu. Wallahi, hii shirki wengi wetu hawajui. Na sio kwamba ni watu wa kawaida tu hawajui, hata wale ambao kwamba ni mashekhe pia baadhi yao ama wengi wao hawajui shirki kama hiyo. Na lau wangekuwa wanaijua, basi wangekuwa sio wenye kuogelea katika shirki kama hiyo. Kwa hivyo mwanzo tutasikiza klipu kuthibitisha kwamba ni kweli kwamba wengi wetu hatuijui shirki kama hiyo, na yote inaletwa kwa sababu tumekigura kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusikize hizi klipu alafu tubainishe hiyo shirki. Ibn Umar alikuwa akiwaona hawa khawarij ni viumbe vibaya katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, viumbe viovu. Kwa nini? Liannahum intalaqu ila ayatin nazalat fil mushrikin faja'aluha 'ala almu'minin, wankwenda kuzichukua zile aya zilizoteremka kwa mushrikina wakawabandika nazo waumini. Anasema maneno haya ni Ibn Umar radhiyallahu anhu. Khawarij wanachukua aya zilizoteremkia mushrikina wakawabandika nazo waumini. Ndivyo wanavyofanya hawa. Mtu akienda kuabudu kaburi, manaabuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, aya wateremkia mushrikina kuabudu masanamu wao, abandikizwa nayo mwenye kuzuru kaburi ambao aenda kuabudu. Wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Aya hizi zinatumika katika kupigwa nazo sisi. Wama yu'minu aktharuhum billah, hawaamini wengi wao, hamuamini Mwenyezi Mungu, illa wa aktharuhum mushrikun, illa wengi wao huwa ni washirikina. Sasa wao wanataka kukusanya imani na shirki sehemu moja, wasema waumini wakati ule ule wanajidai Waislamu, lakini wakati ule ule wanafanya shirki. Ulisikia lini kuna kitu chaitwa ijtima'u naqidhaini? Rudini musome. Haiwezekani naqidhaini kukusanyika sehemu moja. Imani ikiweko sehemu ni hakuna shirki, na ikiweko shirki hakuna imani. Ndio Mwenyezi Mungu akasema wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, illa wa hum mushrikun. Hakusema illa wa hum bihi, hakuleta dhamiri ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Masala ni mengine, illa wa hum mushrikun. Ni warongo au wakisema wanaamini wanadai ni warongo, ni shirki peke yake inayopatikana kwao mushrikini. Leo aya kama hii imeteremka kwa mushrikini, tuaje kupigwa nazo sisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye kitabu chake kitukufu, walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Na wengi wetu ni katika al-ghafilin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, nimewaandalia moto wa Jahannam wengi katika majini na watu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mwenyezi Mungu amewapa akili, lakini akili kama zile hawazitumii katika kufahamu mambo ya dini. Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu dini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kisha Mwenyezi Mungu asema ulaika kal an'am, hao ni kama an'am, wanyama. Na Mwenyezi Mungu hakusema daba, yani kutaja wanyama wote wanaotembea katika ardhi. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja al an'am. Al an'am ni wanyama ambao kwamba tunaowatunga. Na Mwenyezi Mungu amewataja al-an'am kwa sababu al-an'amu ni rahisi
wewe kuwasaitara, wewe ni rahisi kuwa kontroli, ni rahisi kuwatawala, ni rahisi kuwa kontroli wanyama kama wale. Tofauti na wanyama wengine, simba sio rahisi kumkontroli. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hakutaja simba, la, amesema kal an'am. Kwa sababu utakuta mtu yuko na ngamia 50, mtu mmoja anawatunga ngamia 50 na wanamfuata vile anavyosema. Akiambia wende left wanaenda left, akiambia wende right wanaenda right. Ama utakuta mbwa mmoja anawatunga mbuzi karibia 100, na mbuzi nao wanamfuata mbwa kama yule. Wakienda hivi na waenda hivi, akienda hivi waenda hivi. Hata kama ataingia kwenye shimo na wako tayari waingie kwenye shimo. Ndio Mwenyezi Mungu hapa katoa mfano kwa yule ambaye kwamba asotumia akili yake, ni kama mfano wa mnyama. Na hao ndio ambao kwamba wameghafilika, na ni wengi wetu tumeghafilika kwa sababu hatutumii akili zetu. Na ujue kama hutotumia akili yako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia huenda ukawa ni katika watu wa motoni. Waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza kuhusu habari ya wale watakaoingia motoni, watakuwa ni wenye kusema law kunna nasma' au na'qil, yani lau tungekuwa katika dunia tungekuwa tunasikiza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutumia akili zetu, ma kunna fi ashabi sa'ir, hatungekuwa ni katika watu wa motoni. Lakini ma'al asafu shadid, sisi kazi yetu ni kunukuu bila kutumia akili. Lolote tunalolisikia maadamu amesema ni Imamu Zaidi, basi na wewe unalinukuu neno kama lile na kuamini maneno kama yale, bila kutumia akili yako, kwa kutumia Qur'ani kuhakikisha, je, maneno kama haya aloyasema bwana kama huyu yanafikiana na Qur'ani ama yanakhalifiana na Qur'ani. Lakini sisi hilo hatuna. Maadamu amesema ni Imamu Amru, basi hata kama amekhalifiana na Qur'ani, sisi Qur'ani tuweka kando, tutasikiza maneno ya Imamu Amru. Hii ndiyo shida tulionayo, kwamba tumewacha kutumia akili zetu, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo anaitaka tutumie akili. Lakini utakuta baadhi ya watu wanakuambia kwamba usitumie akili yako. Maadamu amesema ni mwanachuoni mkubwa, wewe fuata, wewe huna ilmu kushinda yeye. Haya ndio maneno ambayo ni hujja shaitania za kishetani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuambia maadamu amekupa akili, maadamu amekutofautisha baina wewe na mnyama. Maana tofauti yetu na mnyama ni kwamba sisi tumepewa akili. Sasa hii akili ni uifanyie kazi, usipoifanyia kazi huenda ukawa ni katika watu wa motoni. Ndugu wa Islam, shirki, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an ametaja sampuli 2 za shirki. Shirki tunayojua, kila unayemsikia atakwambia shirki ni kuabudu sanamu. Naam, iko shirki ya kuabudu sanamu, lakini kuna na shirki nyingine ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameitaja, ambayo sote ama aktharia ama majority tunaogelea katika shirki kama hiyo bila ya kujua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake ametutajia ashirku billah wa shirku bima lam yunzilu Allahu biha min sultan. Shirki ziko aina 2. Ashirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, yani an taj'alu lillahi an tad'u ma'a Allahi ilahan akhar. Hii ni shirki billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao ni ashirki fi du'a, an tad'u ma'a Allahi ilahan akhar. Ndani ya Qur'an unapoona kilima cha dua, an tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, ujue Mwenyezi Mungu anazungumzia shirku billah. Lakini kuna shirku bima lam yunzilu Allahu biha min sultan. Shirki kama hiyo hatukufundishwa. Shirki kama hiyo hatukufundishwa, na huenda ikawa ni kwa maksudi ama ni kwa kutojua, jahli bil Qur'an, kutojua kwamba ndani ya Qur'ani imesemwa. Huenda moja katika hayo mawili, kwa sababu haiwezekani tuwe
umri wa mwanadamu, yani karne na makarne na makarne, tuwe sisi tuko kwenye shirki kama hii, na wala hatuitambui kwamba shirki kama hii Mwenyezi Mungu ameiharamisha na kuikataza. Yani haiwezekani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, qul innama harrama rabbiya alfawahisha ma dhahara minha wa ma batana والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad azungumze na waumini, sio makafiri, la, azungumze na waumini. Awaambie nini? Innama harrama rabbiya alfawahisha ma dhahara minha wa ma batana, kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha alfawahish, uchafu ulodhihiri na ikiwa ni wawazi, ni haramu. Walithma walbaghya, walithma ni makatazo ya Mwenyezi Mungu, walbaghya bighairi alhaqi, na kutaka kitu ambacho kwamba hustahiki, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan. Hapa ndo tunapopataka, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan. Yani nini maana wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukamilishia dini, akatuambia al-yawma akmaltu lakum dinakum, dini imekamilika. Maana ya dini nini? Ni tashri'i. Tashri'i, sheria za dini zimekamilika. Kwa hivyo unapotuletea tashri'i ambayo haimo ndani ya Qur'an, iwe ni riwaya, iwe ni hadithi, iwe ni kiswa, na hakimo ndani ya Qur'ani, basi wewe ashrakta bima lam yunzilu Allahu biha min sultan. Hiyo ni shirki, umemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dini. Hii ni shirki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ni haram. Unapotuletea riwaya, kaleta tashri'i na kututolea riwaya, na riwaya kama hilo unapotutolea wamnasibisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha watuambia hii ni katika dini, na tukiangalia ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaongea kuhusu hilo jambo, basi ujue wewe unamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo kwamba hakuliteremsha katika kitabu chake. Wewe utulete kiswa, ututolee kiswa katika dini, alafu kiswa kama kile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukitaja, ama uongeze mambo ambayo kwamba kiswa kiwe ni cha Adam, cha Nuh, Hud, kisha uongeze mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuyataja ndani ya kitabu chake, wewe ashrakta billahi ma lam yunzil bihi sultan. Umemshirikisha Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo kwamba hakuliteremsha. Kwa hivyo tumejua kwamba kuna shirku billah, na shirku billahi ni kwamba wewe unamuomba asokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni ashirku fil uluhiyya. Hii ni shirki fil uluhiyya. Lakini kuna shirki ya taa, ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika dini, if'al wala taf'al. Hiyo ni shirki billahi ma lam yunzil bihi sultan. Kwa hivyo tumeelewa shirki ziko aina mbili ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu ametaja shirku billah wa shirku bima lam yunzilillahu bihi min sultan. Tutaona mifano hapa. Mwenyezi Mungu sarafa lana al-amthila, ametupigia mifano ili tupate kujua kwamba shirki kuna aina mbili. Na shirki billahi, huyu ni yule ambaye kwamba mushrik ghairu muslim, ghairu mu'min. Shirku billahi, yule mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, antad'u ma'a Allahi ilahan akhar, huyu ni mushrik ghairu mu'min. Lakini kuna mu'min mushrik, yeye ni mu'min, anaamini kuna Mwenyezi Mungu, anaamini kuna siku ya mwisho, yuaswali, yuafunga, yuatoa zaka, yuenda haji, lakini ni mushrik bima lam yunzilullahu biha min sultan. Kwa hivyo kuna mushrik ghairu mu'min na kuna mu'min mushrik. Hili tutaka tulijue. Wewe waweza kawa ni mu'min waswali lakini ni mushrik. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupiga mifano ya shirku billah. Ametutajia shirku billah Mwenyezi Mungu katika suratul Luqman aya ya 13. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa idh qala Luqmanu libnihi
wa huwa yaidhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. La tushrik billah, hii shirki billah Mwenyezi Mungu ametaja wazi, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, yani antad'u ma'a Allahi ilahan akhar, yani kumuomba Mwenyezi Mungu, kumuomba asokuwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwenye suratul Baqara aya ya 221 anatuonesha kwamba yule mushrik ghairu mu'min, asema wala tankihul mushrikati hatta yu'minna, kisha mbele yake asema wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha kwamba huyu anayezungumziwa hapa ambaye kwamba hufai kumuoa ni yule mushrik ghairu mu'min, yani yule ambaye kwamba anaomba asokuwa Mwenyezi Mungu, yani hajamwamini Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu akasema wala tankihul mushrikati hatta yu'mina, yani mpaka wao wamwamini Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo huyu ni mushrik ghairu mu'min anayezungumziwa hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupigia pia mifano kupata kujua shirku bima lam yunzilillahu biha min sultan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia katika suratul Luqman aya ya 15. Mwenyezi Mungu asema wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Hii ni shirki bima lam yunzilillahu biha min sultan, wala sio shirku billah, sio kumshirikisha Mungu. Hapa wanazungumziwa waumini, wala hawazungumziwi wale makafiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wa in jahadaka, anapokulazimisha ala an tushrika bi. Mwenyezi Mungu hakusema ala an tushrika bihi, la, ala an tushrika bi yani bi shay'in ma, yani kwa kitu chochote. Ma laysa laka bihi ilmun, yani ambalo kwamba huna uthibitisho nalo. Ilmu ni uthibitisho, yani ambalo kwamba atakapokulazimisha wewe kufanya jambo ama kufuate jambo ambalo kwamba huna uthibitisho wote, na uthibitisho ni kutoka ndani ya Qur'an. Fala tuti'huma, usiwatui hawa wazee wako wawili. Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu mu'min kwamba ndani ya wewe maadamu unaweza kuwa ni mu'min lakini ni mushrik. Kwa hivyo hapa anatuambia hata mzazi wako, tumeambiwa tuwatui wazazi, lakini katika dini la abadan. Anapokuambia jambo fulani ni haramu na ukamwambia baba niambie dalili yatoka kwenye Qur'ani, la, haitoki kwenye Qur'ani, yatoka kwenye riwaya. Fala tuti'huma, kwa sababu ad-dinu lillahi, ala lillahi ad-dinul khalis. Sheria za dini zatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sio mtume, wala sio jamhurul fuqaha, wala sio ulama. La, ala lillahi ad-dinul khalis, sheria zatoka ndani ya Qur'an. Kwa hivyo wa in jahadaka ala an tushrika bi, yani bi shay'in ma, fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan, katika dunia uishi nao ma'rufan, kulingana na urfi ile ambayo kwamba mko nayo. Kwa hivyo hii aya ni dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu anazungumzia shirku bima lam yunzilillahu biha min sultani wa laysa shirku billah. Mwenyezi Mungu kwenye suratu Yusuf aya 106 atuambia wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Wama yu'minu aktharuhum billahi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mjuzi kushinda sisi, ndio anajua kila kitu. Kwa hivyo atuambia wama yu'minu aktharuhum billahi, na hawaamini wengi wao kumwamini Mwenyezi Mungu, illa wahum mushrikuna, illa na wao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Sio kumshirikisha shirku billah, la, shirku bima lam yunzilillahu biha min sultan. Huyu ni mushrik yule ambaye kwamba anafuata fatwa, riwaya, hadithi ambazo kwamba lam yunzilillahu biha min sultani, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaja ndani ya kitabu chake. Kwa hivyo aya kama hini hazungumziwi mushrik, aya kama hini anazungumziwa mu'min mushrik. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratu Zumar aya ya 3
anatuambia ala lillahi ad-dinul khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliyaa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Aya kama hii ni Mwenyezi Mungu anamzungumzia mu'min walaysa mushrik billah, anamzungumzia mu'min mushrik. Anatuambia ala lillahi ad-dinul khalis, dini ni ya Mwenyezi Mungu al-khalis, hana mshirika. Al-khalis yani pure, hana yoyote, la, ni yeye peke yake. Ala lillahi ad-dinul khalis, dini hii ni ya Mwenyezi Mungu peke yake, hana mwenzake. Walladhina ittakhadhu min dunihi awliyaa, awliyaa ni wanadamu, ni mashekhe, ni wanavioni, ni maulama. Ma na'buduhum, hatuwatui wao. Ma na'buduhum sio kwenda kuabudu, kwenda kumuomba, la. Kilma cha ibada ndani ya Qur'an maana yake ni sami'na wa ata'na. Kilma cha ibada ndani ya Qur'an ni sami'na, maana yake ni sami'na wa ata'na, ni kutii. Usema nimesikia na nimetii, yani nitafuata unayosema. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia ma yakunu li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi, yani kunu ibadan li, yani nituini mimi maneno naoambia, sio maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kilima cha ibada, unapoona kilima cha ibada, iyyaka na'budu wa iyyaka, yani wewe peke yako ndio tunakusikiliza na kukufuata na kutii maneno yako. Iyyaka na'budu, sio kuabudu. Ibada ni taa fil af'ali. Mwenyezi Mungu amekwambia funga, wewe ukasema sami'na wa ata'na, ukafunga. Usile nyama nguruwe, ukasema sami'na wa ata'na, hiyo ndio ibada. Ibada inakuwa fil af'ali. Swali, wewe ukaswali, ukasema sami'na wa ata'na, ukaswali. Basi hiyo ndio ibada, yani at-ta'a. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza namna ya yule mu'min mushrik. Anatuambia walladhina ittakhadhu min dunihi awliyaa, wakawafanya ndio mawali ambao hao wanadamu. Ma na'buduhum, yani wale wanaokwenda kwa wale mashekhe na wanavioni kutaka fatwa, kutaka hukumu ya jambo, wao wanasema ma na'buduhum, yani ma nuti'uhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sisi tunataka atukurubisha kwa Mwenyezi Mungu, tuwe na daraja. Zulfa ni daraja, yani tupande daraja, yani kule kwenda kwa shekhe kumsikiza fatwa zake na kumuuliza maswali ya dini. La, sisi hatuendi, hatumtui yeye. Sisi tunataka tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tupate daraja. Kwa hivyo aya kama hii ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamzungumzia mu'min mushrik. Mushrik billah, la, mushrik bima lam yunzilu Allahu biha min sultan, yani unamshirikisha Mwenyezi Mungu katika maneno ya dini. Mwenyezi Mungu amekwambia hili ni haramu, wewe wasema ni halali. Mwenyezi Mungu amesema hili ni halali, wewe unatuambia ni haramu, na tukikwambia utupe dalili katika Qur'an huna dalili. Kwa hivyo wewe utakuwa ashrakta billahi ma lam yunzil bihi sultan. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hiyo ndiyo shirki ya yule ambaye kwamba anaiswali, anaifunga, anaitoa zaka, anayekwenda kuhiji. Kuna mu'min mushrik. Mushrik wa nini? Sio mushrik ambaye anaomba masanamu, la, huyo ni mushrik ambaye kwamba anafuata, anamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa maneno yaliyoko katika dini ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuyateremsha, yeye akaanafuata maneno ya mwanadamu. Kwa hivyo hiyo ndiyo shirki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutahadharisha nayo, na akatuambia kwamba ni haramu shirki kama hiyo. Qul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri alhaqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan. Ni haramu kusema kitu chochote ambacho kwamba hakimo ndani ya Qur'an katika masala ya dini, ni haramu. Hiyo ni shirki. Na wewe ambaye kwamba unayamini pia nawe unamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo kwamba hakuliteremsha ndani ya Qur'an. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutahadharisha na shirki kama hini, na shirki kama hini hatukufundishwa katika madaris wala katika jamiati, la.
Shirki kama hii utaipata ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kila mtu na sababu zake kujua kwa nini hatukatazwi shirki kama hii, kwa sababu shirki kama hii inakufanya ukufuru aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii shirki ndio inakufanya ukufuru aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe utaambiwa kwamba mwenye kuritadi auliwe, na watu wanafuata hadithi kama hiyo, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuambia la ikraha fi din faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Kwa hivyo wewe unapofuata hiyo hadithi umekufuru aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule anayekwambia kwamba asokuwa Muislamu, asomfuata Mtume Muhammad na asoswali swala 5, huyo ni wa motoni, hao ni makafiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusema hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, likulli kila mmoja wenu, alyahud, an-naswara, ahlul Qur'an, likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja nimempa kifungu cha sheria na mwenendo wa kufanya ile ibada. Minhaji ni ile mwenendo wa kufanya ile ibada, kila mmoja amepewa. Sasa wewe utamwambiaje Mkristo kwamba aswali swala 5? Utamwambiaje Myahudi aswali swala 5? Na Mwenyezi Mungu anakuambia likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau shaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Mwenyezi Mungu lao asema lao ningetaka ningewajalia nyote ni kundi moja, lakini la, Mwenyezi Mungu hakutaka hivyo. Ametaka tuwe na mila tofauti, millatul yahud, millatul naswara na millatu ahlul Qur'an. Fastabiqul khairati, shindaneni Yahudi, Naswara, ahlul Qur'an, shindaneni, fastabiqu fil khairati. Lakini la, sisi ni kukufurisha. Hii itakuwa unaikufuru hii aya. Unaposikiza maneno ya shekhe anaokuambia kwamba Muislamu peke yake ndio wa kuingia peponi, anayeswali swala 5, anayehiji hija yetu. Mwenyezi Mungu atusema likulli ja'alna minkum mansakan hum nasikuha. Mwenyezi Mungu anatuambia kila mmoja wenu nimewajalia na ibada za kufanya. Sisi tuna haji yetu, Mayahudi wana haji yao, Manaswara wana haji yao. Kila mtu Mwenyezi Mungu amewekea shir'atan wa minhaja. Sasa nani mkweli kati ya huyo anayekuambia na kati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo ndugu Muislamu, jitahadhari na riwayat, jitahadhari na ahadith, jitahadhari na visa ambavyo kwamba lam yunzilullahu biha min sultani, vikakupeleka katika kufuru bi ayatillah. Kwa sababu unapofuata riwayati ambao kwamba riwaya kama ile imekhalifiana na Qur'ani, wewe automatic umekufuru aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo umeiwata ile aya, umefuata maneno ya bashar, ya mwanadamu. Kwa hivyo ndugu Muislamu, ashirku ndani ya Qur'ani imegawanyika vigawanyiko viwili. Kuna shirku billahi, ambaye huyu ni mushrik ghairu mu'min, si Muislamu, ni mushrik si Muislamu, na huyu ni moja kwa moja anaingia motoni. Lakini kuna mu'min mushrik, wewe utasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, zipimwe zile amali zako. Ikiwa amali zako mzuri ziko ziada, basi wewe utakuwa ni mtu wa peponi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna aya nyingine pia inasema anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasulahu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya kama hii hazungumzii kuhusu mushrik billah. Mwenyezi Mungu aya kama hii anazungumzia na wewe mu'min mushrik, kwamba Mwenyezi Mungu, yani siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hana haja na yule mushrik billah, wala hana haja na yule, na Mtume Muhammad pia hana haja na yule mushrik billah, kwa sababu mushrik billah ni moja kwa moja enda motoni. Kwa hivyo hana haja atakuwa wa kuepukwa ni yule mushrik bima lam yunzilullahu biha min sultan. Hao ndio Mtume atawaepuka siku ya kiyama, hao ndio Mwenyezi Mungu atawaepuka siku ya kiyama. Wewe ukafuata maneno ambao kwamba amenasibishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukawacha Qur'ani, Mtume yaum al-qiyama atakuepuka mtu kama wewe. Kwa hivyo aya kama hii pia nayo haizungumzii kuhusu wale mushrik wenye kuabudu masanamu, la, inazungumzia wewe mu'min mushrik. Wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.